Sawa. Naona tunaendelea vizuri. Na Kenya mimi naomba kwa hii bunge hata bunge ya nchi kuna kuanga na watu wa kuunga na watu wa kupinga. So hata hapa tuwe na watu wa kuunga na wa kupinga. Na katika hiyo hali tutaelimishana. Mimi wa kuunga naweza kuwa niko katika ile hali na napotea. Lakini wewe ukipinga na point itanirudisha pia kwa line nije nifanye nini? Niipinge. Lakini tukipigiana makelele hatutalala. Na ndio sababu watu wanaongea sehemu moja kwa bunge ingine yenye pengine siko sahihi. So hii bunge kitu ya kwanza tuweke uhuru wa kujiexpress. So mbunge mwenye ametoka hapa amenena kwa upande wake. Amesema kwamba tuunge serikali. Na kuunga serikali haimaanishi ati tunaiunga izidi kukaa hapo. Gen Z nataka niwaeleze kwamba Gen Z walikuwa na 10 gender points na walienda nayo kwa president. Na walikuwa wanaambia president tunataka utekeleze haya. Na wakati Gen Z walikuwa na demand hizo 10 points, ni nini ilitokea katikati? Na kama sisi wananchi au wanasiasa wote wenye wako opposition na wenye wako kwa serikali wanajua venye wanachezea sisi kama wananchi. Na ninataka muangalie nchi zenye zimeendelea hata hapa Afrika. Gaddafi, nikileta mfano ya nchi ya Libya. Gaddafi alikuwa ameweka kwa nchi yake vitu tatu muhimu: afya na elimu na means of transport ilikuwa inakontroliwa na serikali kuu. Na nchi yoyote yenye nataka nyinyi wabunge muende kufanya research. Nchi yoyote inaweka privatization ya elimu na afya, hiyo wananchi wanashindana kama wanayumba venye bendera inakuja. Na mjiulize kwa nini kiongozi akiwa kwa serikali anaunga serikali, akitoka nje anapiga serikali. Wewe kama mwananchi wa kawaida unastahili kujiuliza. Na pia katika hiyo hali jiulize kwa nini kiongozi akitoka kwa serikali bado anataka kurudi kwa serikali. Sisi kama wananchi huwa tunatumika, na kwa hiyo hali tunastahili kurudi nyuma, tujiulize ni nini haswa. Hao wanajensi walikuwa na point ya kusema baby itolewe. Nani hakusikia jensi wakisema watoe baby? Kila mtu alisikia. Sasa nieleze watu wa upinzani kwa saa hii wenye wako United Opposition wanaongeleanga hiyo kitu. Watu wa serikali wanaongeleanga hiyo kitu. Hata sisi wananchi kwa akili yetu wenye tumekuwa hapa, kuna mtu hiyo kitu inapitanga kwa akili yake. Jiulize kwa nini. Those are real things yenye jensi walikuwa nayo. Na jensi wakati walikubali kutekwa nyara, wengine wakaenda opposition, wengine wakabaki kwa serikali, hapo ndio tulipotelea. Na mwenye ananufaika hapo ni nani? Si mwananchi wa kawaida, ni wale wananchi. Na nikuambie guys, tukisema hapa Gachagua aingie kwa kiti, Ruto hatoke, how sure are you baada ya miezi mbili Gachagua aite Ruto na wakae kwa serikali wakule pamoja? Sisi tutakuwa wapi? Sio tunastahili tukiongea hapa, maongezi yetu ianzie kwa MCA hapa chini. Tuambie MCA hii barabara hata usipoweka lami, weka mtaro ya maji. Maji ipite juu, ni sisi tunapiti. Tuna deal na vitu inatuaffect direct. Na hapa katika hii maisha nataka niwaeleze wabunge wenzangu. Hata Ruto mahali huko. Fanya vitu zote unafanya, lakini mimi najua kama mwananchi nitaumia siku zote mpaka siku ya mwisho. Hata Gachagua akikuja nitaumia tu. Uhuru ndio huyo amekula anataka kurudi. Bado nitafanya nini? Siku nitajua Kenya itapata kubadilika ni siku education itafanywa iwe free from primary to secondary. Inawezekanaje ati serikali inakupea pesa, inapea mbunge pesa, mbunge aenda apee mzazi, mzazi apeleke kwa shule ya serikali? Nyinyi kama sisi kama wananchi hatujiulizani hiyo swali. Hiyo tunachezewa, lakini sisi tumekubali. Tunapewa pesa kidogo, tunapotea njia. So the point is, sisi kama wananchi tuanze kufikiria kabla uunge Gachagua ama uunge president. Fikiria wewe
wanaumia wapi. Nini ikifanyika kwa nchi utakuwa katika hali ya kusaidika, kwa sababu mimi najua vitu mbili kwa nchi: ujinga na magonjwa. Hizo ndio vitu inamalizana, na tunapigiwa karata kwa elimu, tunapigiwa karata kwa afya. So kama wananchi lazima tujue ni nini tunataka, na tukiungana na tuwe na lengo moja tutatoboa, kwa sababu hata opposition haiongelei maneno ya elimu ikuwe free. Haiwaongei ikuwe free, wanaongea kwamba hii serikali imepunguza from 22 imeongea imepunguza kutoka 23 22 ikakuja 17. Sisi kama wananchi hatutaki mwenye ataturudisha iende 25 ama iende 30. Tunataka mwenye atafanya ikuwe free. Na hapa Kenya sisi kama wananchi tujue ya kwamba mali yenye iko Kenya ni kubwa sana, na hao watu itafika mahali sisi kama wananchi tujiulize maswali, na haya maswali vijana kwanza jinsi ndio mimi wananidisappoint sana. Jinsi ndio watu wangekomboa Kenya, lakini wakati walikubali kugawana kwenda wengine kwa serikali wengine opposition, hapo ndio tulipotelea. Juu tukitoa hii pay bill, kama wangesisitiza pay bill itolewe, kuna mtu opposition anakulia hiyo deni, ama kuna mtu kwa serikali anakulia hiyo deni. So hii pay bill ikitolewa, tukianza pesa deni ilipo mara moja, hawatakula. Unaona? So kama tunaenda kwa maandamano, kama pia jinsi kama ni watu wa kuandamana, tafadhalini tukiandamana tusidhulumu Mkenya mwenzetu mdogo wa chini. Utapata mtu na pikipiki amenyang'anywa, amepigwa. Sasa jinsi hiyo tunasaidia nchi ama ndio tunaharibu? Hiyo ndio inafanya Mr. Kasongo anasema piga muhuri sasa. So yangu ni hayo, tutazidi kuongea, lakini kenye naomba tuwe katika hali ya kubali kila mchango ya kila mmoja. Unajuaje waliongea mahali? Jua watu wanakutananga jioni. Hata unaweza pata Gachagua tayari anaongea ama Ruto anamwambia bwana wewe umenipiga. Kama wananchi tunapunguka masikio, unapotea. Sawa. Mr. President, yani kutoka 20 last year na saa hii nimeona mambo ya wizi imepanda, nini imepanda, corruption, pesa zimeibiwa. Imagine 2 years na tukifika 2027 ndio tutakuwa aje? Unajua kumekuwa na hiyo wizi kwa nini? Imepanda kwa nini? Ulikuwa kazini tayari, vijana hawana kazi, hawana kazi, hawana kitu, hawana kazi. Wamesoma, wako na certificate, madiploma, maward, hawana kazi. Leo asubuhi tulikuwa Citizen Hall. Hiyo Citizen Hall watoto wengine hawana wheelchair, wengine wamegojeka, yaani ni mtoto hata kutembea ni shida, hata kusimama ni shida, yaani hata nyumba yaani ndio Citizen Hall ukashuka. But what is well, but 2027 wananchi Gen Z, chukueni kula, tupeleke huyu mtu kwao.
ako na mauchungu, hana pesa